Habari za mdau wa jasiriamali pamoja na wapambanaji wenzangu. Karibuni sana katika channel yetu ya Farm TZ na tunaendelea kupata elimu mbalimbali, na siku ya leo nimekuja kuonyesha umuhimu wa jinsi gani ya kukagua vifaranga vyako. Hawa vifaranga vya sungura wangu walizaliwa vifaranga 7 na hii leo ni siku ya pili tangu kuzaliwa kwao. Manake kila siku asubuhi lazima mfugaji ukague vifaranga vyako vipo salama. Ukisha baini kama vipo salama, utavirudisha tena na vitakaa vizuri katika eneo lake. Lakini hakikisha kabla hujaanza kuvishika vile vinani hauna manukato katika mikono yako. Na kama inawezekana unaweza kuanza kuchezea sungura mwenye mama mtu huyo manyoya yake, ili mradi na wewe utoke na harufu kama ya kwao wao wenyewe. Tunafanya hivi ili kuokoa maisha kwanza ya sungura wako, na pia tunafanya hivi ili kugundua endapo kama kutatokea kuna sungura mmoja amekufa. Umeona? Sasa kama hii leo ni siku ya pili nimekuja kukagua pia. Kwa hiyo baada ya kukuta vifaranga vilizaliwa 7 na nikakuta kifaranga kimoja kama hivyo kimeshakufa. Lakini kifaranga kinakufa kwa ajili ya nini? Kuna masuala mawili au matatu ambayo yanasababisha paka sungura hao kufa. Jambo la kwanza, inawezekana mama mtu akiingia mule ndani kwa sababu wanatumia kwa kurukia, inawezekana akawa amemkanyaga. Baada ya kumkanyaga, kwa sababu hiki ni kifaranga kidogo na uzito wa mama yake ni mkubwa, inapelekea kufa. Na jambo la pili ni unaweza ukamkuta mama mtu si mzuri sana katika kunyonyesha. Kwa hiyo utakuta ananyonyesha baadhi ya vifaranga, kifaranga kingine akawa hajakiona. Kwa hiyo kikipitiliza kwa muda siku kadhaa unakuta kinakufa kwa sababu kinakuwa kina njaa. Na swala lingine, inawezekana iko kifaranga kikawa kimechomoka moja kwa moja kutoka katika manyoya hayo au matandiko yao hapa wanapojificha ili wapate joto, na kikatoka kikaenda pembeni, ambapo sehemu ya pembeni unaweza kukuta kwamba hewa au upepo unapita pita. Kwa hiyo yeye atapopata upepo mkali ukimuathiri inampelekea yeye kufa. Kwa hiyo akishakufa hapo, na kama wewe mfugaji hauna tabia ya kukagua banda lako au kukagua vifaranga vyako, anaweza akakaa humo na akaozea humo. Kwa hiyo mwisho wa siku akishaoza humo, atatengeneza wadudu na atatengeneza maradhi kwa wale vifaranga vingine, hatimaye na hao wengine watakuja kufa. Karibuni sana katika channel yetu ya Farm TZ kupata elimu mbalimbali, na kama hujasubscribe tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asanteni sana.